Haleluya. Amen. Asiyenijua mimi Rachel David Rua Kadungo. Nampenda Yesu, nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri ambao tunaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Ningependa kuuliza wamama. Naona wamama wengi leo hawako. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kuna nusu ya sisi ambao tuko hapa haiko. Naona leo tumeshindwa na vijana. Maana wamama kama wangekuwa hapa, vijana naona leo tungewakalisha chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo naamini mtatembeleana na kuuliziana vile hali iko. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kumkaribisha mtumishi wa Mungu akaweze kuchukua nafasi hii ili tukaribishe pia na wageni wetu. Piga Bwana makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. That's nature. Wow. Basi kama tuko pamoja na uko hai. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. Yeye ni mwema kila wakati na kila wakati anakusudi kwa kila mtu katika ulimwengu huu. Hakuna wakati wowote Mungu aliwahi kukusanya watu asiwe na kitu ambacho amewapangia kuwapatia. Kwa hiyo unaweza kuwa na hakika ya kwamba siku ya leo kuna kitu maalum ambacho Mungu amekupangia. Kwa hiyo nataka ujiandae, uwe tayari. Tulia, kwa sababu kile ambacho mara nyingi watu huwa wanakosa kupokea ni kwa sababu ya kwamba akili zao wanaziweka mbali na kile ambacho kiko kwa wakati. Lakini nataka nikwambie wewe ambaye umefika kwa wakati huu, Mungu amekuleta na sababu. Achana na wale ambao hawajafika. Wale ambao hawajafika wao achana nao. Wewe uliyefika, Mungu alitaka upokee kile ambacho kimefika leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kwa wale wageni kabisa kama mama wa Yesu, mimi ninaitwa Pastor David Rua Kadungo. Mchungaji wa hapa kanisa, mke wangu ni umemwona, na nashukuru kama Mungu amenipa neema ya kuwa hapa, na ninaamini ya kwamba sote tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa, nilikuwa nikaribishe huyu mama mgeni ambaye alipata mtoto juzi, lakini naona wako nje wanaenda kibembele sana kule nje, na labda nashughulikia mtoto. Iko vipi? Nashughulikia mtoto. Sababu ilikuwa ni asalimie kwa sababu ya tangu alipoenda kujifungua imepita muda, si ndio? Nilikuwa natarajia kwamba leo atakuja aongee kitu, na ninaomba ya kwamba kama nilikuwa naweza kufanya hivyo kwa wakati wa sasa, lakini kama bado baadaye atapewa nafasi akuje. Basi kama anaweza kuja asalimie, kwa sababu nikishatoka pale itakuwa sasa tunaingia kwa kipindi cha neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa leo kauli mbiu ni moja, na ni swali linasema, ukitenda yale yaliyo sawa, je, hautakubalika? If you do that which is right, will you not be accepted? Ukifanya kile ambacho kinapaswa kufanya, je, hautakubalika? Na haya maneno yamenukuliwa kutoka kwa kitabu cha Mwanzo 4 mstari ule wa 7. Kuna mtu ambaye alikuwa amekasirika. Kuna mtu ambaye alikuwa amenuna. Na alikuwa amenuna kwa sababu ya kuonea wivu mwenzake ambaye anamuona amekubalika na yeye hajakubalika. Lakini badala ya kutafuta ni kwa nini hajakubalika, akatafuta makosa upande wake, yeye akatafuta makosa kwa yule aliyekubalika. Akakasirika, akanuna, akakunja sura. Lakini Mungu akamuona huyu mtu bila anavyokwenda, huyu atafanya mabaya. Akamwambia, mbona kukasirika? Mbona kununa? Je, ukifanya yale ambayo ndiyo yanayostahili, hautakubalika? Je, ukifanya yale ambayo yanapaswa kufanywa, hautakubalika? Kwa upande mwingine, Mungu alikuwa anamwambia ya kwamba hata kama hii haijakwenda vizuri,
Unaona ni kana kwamba imekataliwa, lakini unaweza ukarekebisha mambo yakawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye kwa ukatili wake na unyama wake, hayo mawaidha yale hakuyapokea. Yeye akamchukia yule mwenzake aitwaye Abel na akaamua kumuua, akifikiria ya kwamba sasa nikimuua Abel atakuwa Mungu hana otherwise isipokuwa atamkubali yeye by force by fire. Ni wale watu wa kulazimisha mambo, ni sawa sawa? Yaani naua huyu nione kama ni nani mwingine ambaye atakubalika zaidi yangu. Lakini kwa kufanya hivyo, kwa kuua ndugu yake, kile kilichotokea ni laana. Yeye hakukubalika, ila laana ilimfuata, maana alikataa ushauri ambao ndio ulikuwa ni ushauri wake Mwenyezi Mungu. Nataka niongee na ninyi watu wa Mungu ambao mnanisikiliza siku ya leo, ya kwamba ni vizuri katika maisha, mahali popote pale, wakati wowote, kokote uendako, fanya yale ambayo yanastahili. Na ninakwambia hivi kwa sababu gani? Haujui kule uendako yale unayoyafanya yataleta matokeo gani. Najua kuna wale watu ambao wakienda mbali wanafanya mabaya, wanasema huko watu hawanioni, lakini hawajui ya kwamba hata lile unalolifanya huko mbali linaweza likasababisha watu watoke huko mbali wakuje karibu. Na mimi leo ninafurahi kwa sababu nilienda mbali mwaka jana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilienda mbali, nikaenda huko Kakamega. Na ilikuwa ni nyakati za kama hizi tu, nyakati za wakati kama huu kabisa. Wakati kama huu kabisa mwaka jana. Wakati ulikuwa nyakati za mwisho za mwaka tu. Nikaenda huko. Na nikafika Kakamega huko mwisho kabisa, ukitoka hapo unaenda huko kwingine tu Nandi Hills. Kwa sababu ya Injili. Si kwa sababu nilikuwa ninajuana na watu, lakini Injili ilisababisha nikafika huko. Na nilipofika huko nikaenda kupokelewa vizuri. Na Mungu akanisaidia, nikapata baba, nikapata mama, nikapata wapendwa. Na leo kwa sababu ya yale ambayo yalienda kufanyika hapo, baba yuko ndani ya nyumba. Piga makofi mazuri. Haikuwa bure kwenda Kakamega. Bwana Yesu asifiwe. Kakamega nikafika, na sasa hivi baba yuko ndani ya nyumba. Atakuja kuongea, yeye atakuja akupatie neno. Nataka umakinike kwa sababu leo kuna kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimesema wewe uliye hapa, just do the right thing. Bwana Yesu asifiwe. Just do the right thing. Fanya kile kinachostahili ukiwa hapa na hautajuta. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni peke yake. Yale mengine yakana nayo, lakini ukiwa hapa fanya kile ambacho ni cha sawa na utapata kile ambacho kinastahili. Otherwise ninasikia kuna mtu hapa aliondoka akiwa roho iko juu juu, ako namna hii. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa na mtu ndani na akaenda kwa muda. Leo amerudi. Hebu mwacha akuje tuone kama yuko vile alivyokwenda ama ako tofauti. Hebu mpigeni makofi afike hapa. Mwambieni afike hapa. Akuje hapa atuambie hii siri ni siri gani? Hii siri hii. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wow. Wow. Wapi nuru wewe, pigeni makofi. Wewe ni mheshimiwa. Huyu kati ya wote sasa hivi ndio mnastahili kumheshimu kuliko sisi sote. Yeye peke yake ndiye ambaye sasa hivi kwenye nyumba hivi karibuni amefaulu kuleta mtu kutoka mbinguni mpaka hapa duniani. Wapi nuru kwake? Huyu Mungu anaweza ama hawezi? Anaweza. Haya basi, karibu mama, salimia hawa watu, waambie maneno ilikuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninashukuru Mungu ni mzima pamoja na familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Sheila Sofia. Bwana Yesu asifiwe.
Anaona ni mchezo ukisema na familia yako. Mama Jeremia ya Cosmas, Bwana Yesu asifiwe. Familia yangu ndio hii hapa. Tumezana toka mwezi wa 8, ni mzima, nashukuru Mungu. Ilikuwa wakati mgumu lakini nashukuru Mungu sana, alinisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ilikuwa hali ngumu, manake haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana kwa wale alionitendea toka huo muda huo wote. Nilianzwa na uchungu tokea Mande, ikaendelea hivyo kuuma, inaume kiacha. Bwana Yesu asifiwe. Tukatolewa vipingo, tukaambiwa tukafanye scan, tukaenda. Bwana Yesu asifiwe. Tukarudi tena vipingo, tukaambiwa tena tuende Jilifi. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu maana ilikuwa turejeshwe, lakini madaktari wakatuzuia pale, wakasema niwe na matumaini nitajifungua salama. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu, niliweka tumaini kwa Bwana nikajifungua salama. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana, sijui niseme nini, lakini tu langu tu ni shukrani kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mbarikiwe sana kwa maombi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana. Amen. Bariki mambo yenu jamani. Nafurahi zaidi. Najua mkuja kule kwa sherehe yake, mkakuja juzi, tulifurahi zaidi. Asante kama mmemkaribisha tena mkiomba hapa. Namtukuza Bwana kwa jambo hili. Haya basi. Mimi tena tutaandika wakati mwingine tena. Asante kwa kuona mimi. Apigie makofi. Haleluya. Sasa mkitualika wakati mwingine tena itakuwa ni mwingine kama ni huko. Right, sawa. Mimi Bishop ndiye atawaombea. Ule wakati rudini pale akikuja tunaombea huyo mtoto ndio anaingia kanisani. Ndio mtapokea huyo na ninyi ndio Bwana amewapanga, mtaombea huyo pamoja na wao muweze kuwa. Sasa si mnaona hii maneno inawezekana, si ndio Inawezekana. Na usiwahi dharau mtu kwa sababu leo hii ni msichana tu. Ni msichana kwa sababu hajapata mtu. Na akipata mtu muda anaweza kuitwa mama, si ndio Sasa huyu ni mama yake nani? Ni mama yake nani? Jeremy. Ni sawa? Juzi tu ukasema harusi tunayo. Sasa hivi tunaimba tunaye. Ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba wakati huu mkaweze kuchanganya mikono yenu, nimkaribishe askofu, alafu askofu yeye anajua amekuja na nani. Ikifika pale yeye mwenyewe atajua kufanya, ni mwimbaji ni nani ni nini, atatuelekeza. Yeye ni mtu anaelewa mambo. Bwana Yesu asifiwe. Anajua mambo vile takavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi mazuri wakati Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si mnaona hawa ni kama sisi tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia tu mwenzako. Hizo ni salamu zangu. Hello. Mchana wa leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana amekuwa Mungu na atabakia kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ni Mungu mwaminifu, ni Mungu ambaye amesababisha tumeweza kufika umbali huu. Kwa kawaida
hatungelifika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ambaye alikuwa amekusudia ya kwamba majira kama haya tutaweza kufika maeneo haya, na Mungu pia huwa anaunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji amekuwa rafiki yetu, jinsi ameeleza, ameweza kutoka hapa akaweza kufika sehemu zile za Western, mahali ambapo panaitwa Kimang'et. Tuseme Kimang'et. Ya. Na kuna Chiveri, unaona anataja yote. Kuna Kubasali. Kwa hivyo haya ndio maeneo ambayo sisi tunatoka. Kuna vile kidogo kule inaitwa Chiveri. Alafu kuna market inaitwa Kubasali. Alafu kuna market ambayo tunahubiri inaitwa Kimang'et. Bwana Yesu asifiwe. Na town ni Malaba, Kakamega County. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu amekuwa mwema, amekuwa Mungu mwenye fadhili. Leo sitaongea mambo mengi. Najua ya kwamba Mungu ataendelea kutupangia na tutaendelea kukutana, kwa sababu tayari ametuunganisha. Tumekuwa jamii kubwa. Leo tumeweza kukutana na mama mwenzangu. Nimekuwa nikitamani ya kwamba nikaweze kukutana pamoja naye. Nimekutana pamoja na jamii nzima, watoto, na pia nimeweza kukutana na jamii ya kanisa ambayo ni jamii kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kule kuhubiri tunaanzia kule nyumbani. Kwa hiyo ukiona mama pamoja na watoto, jamii nzima, alafu anatuunganisha na uzao mkubwa ambao ni wa Kristo, ni jambo ambalo ni kubwa sana katika maisha yetu. Kwa hivyo mimi nimeokoka, nampenda Kristo, yeye ni mwokozi wa maisha yangu. Vijana mpo? Tupo. Umeona kijana ambaye ametuletea mtoto. Mungu akaweze kubariki sana. Tunafurahia kwa sababu Mungu aliweza kutuokoa tukiwa vijana. Na tumeona uaminifu wa Mwenyezi Mungu, ameweza kutulinda, ameweza kutuhifadhi. Saa hii sisi ni wazee. Bwana Yesu asifiwe. Na jinsi mtumishi wa Mungu Daudi anavyosema, nasema ya kwamba nimekuwa kijana, sasa mimi ni mzee, na sijawahi ona mwenye haki akiwachwa, wala watoto wa mwenye haki wakilala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mama wa mabinti 4 warembo sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumeongea nao hata asubuhi. Tumeacha last born wako nyumbani. Kuna yule ambaye anaenda grade ya 6 last born, alafu kuna yule ambaye anaenda form 3, au ndio tumeacha nyumbani. Leo tukiongea walisema ya kwamba tuweze kusalimia mchungaji. Wanampenda sana. Wakisikia Pastor Katungo, jani wanachangamkia. Bwana Yesu asifiwe. Pia tumeweza kuongea na wasichana wetu wakubwa vile tulivyosafiri kuanzia Ijumaa. Tulitoka nyumbani Friday saa 8 hivi, na pia nao wakaweza kusafiri jana. Kuna mmoja ambaye ako Kapianga University, first born ako 3rd year, alafu tuko na second born ambaye ako University of Nairobi. Kwa hivyo walikuwa wanasafiri jana, na tunashukuru kwa sababu Mungu amekuwa mwema, waliweza kusafiri salama. Pia nao waliweza kutuma salamu zao pamoja na kanisa, mkaweze kupokea hizo salamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimefurahia sana. Kuna wakati mmoja tu nimeweza kupita sehemu hii ya Kikambala, lakini sijawahi tu hapa. Nilipita all the way to Malindi na tukarudi. Mimi nimesoma huku Shanzu Teachers Training College, na nashukuru Mungu kwa sababu amenileta. Tumekuja sehemu hii kwa ajili ya mkutano wa walimu wakuu pale Khalifa. Tuko kwa muda na tunashukuru Mungu, na sio hiyo tu ambayo imetuleta. Na nimetambua ya kwamba jambo kubwa ambalo Mungu ameweza kusababisha tukaweze kuja pande hii ni kwa ajili ya kanisa la Kristo. Alikuwa na sababu ili akaweze kutuunganisha mimi pamoja na wewe.
Tumefika hapa, tumeweza kukaribishwa vizuri. Tumefika Sunday school, tumeona mnafanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Chini ya mtumishi wa Mungu mnafanya kazi nzuri. Na tumekuja tu ili tukaweze kuwahimiza ya kwamba mkaweze kuendelea hasa kushikilia mtumishi wa Mungu pamoja na jamii yake mkono, na mtaweza kufika mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeyote ambaye anatamani akaweze kufika mahali, shika sana mtumishi wa Mungu na utaweza kufika mahali ambapo haujaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika hapa kwa sababu Mungu amesababisha tukaweze kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nilipokuwa pale tukawa tunaongea kuhusu kikundi hicho cha Sunday school, ya kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na najua ya kwamba Mungu ni mwema na ataweza kutimiza ya kwamba siku moja wakaweze kufika sehemu ya Western, na siku nyingine pia wale wa Western wakaweze kufika sehemu hii Sunday school. Itatushinda kweli? Halo. Na wazo moja likaweza kuingia ya kwamba tunapopanga kwa ajili ya Sunday school wakaweze kufika kule sehemu ya Western kwa ajili ya mkutano wao wa Sunday school. Wazo likakuja ya kwamba next month tuko na mambo mengi. Tuko na harusi ambayo tuko nayo tarehe 5. Tukimaliza harusi pia tuko na mkutano ama kongamano la vijana. Nikawa nasema ya kwamba, na ninajua ya kwamba ni mawazo ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ametuunganisha. Nikawa naona huyu ndugu, nikasema anafanya kazi nzuri na ninajua ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema ya kwamba tunatamani pia naye akaweze kufika kule, na vijana wengine wote ambao Mungu ataweza kuwajalia wakaweze kufika sehemu ya Western kwa ajili ya kongamano la vijana Kenya nzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutakuwa tuna host vijana wa kanisa letu kule sehemu ya Western, mahali ambapo panaitwa Kimaget, Kenya nzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukaona ya kwamba pamoja na mtumishi wa Mungu tutaweza kusponsor mmoja tu. Halo. Sitamjua jina lakini mtamjua jina. Bwana Yesu asifiwe. Kijana hebu neno. Akaweza kufika Salimie. Wacha asalimie kwanza kijana huyu. Weka mkono kwanza, ushike microphone usalimia. Hiyo ndio nilikuwa nasema. Si wewe kusalimia kanisa, ni usalimie hao watu. Okay, nimekuwa mwalimu wa Sunday school kutoka kitambo, I think 6 years now. Bwana asifiwe. Amen. Haikuwa ni rahisi, lakini Mungu alinisaidia na mpaka sasa bado naendelea. Na sija kata tamaa. Amen. Kwa sababu ndani yangu nahisi sana. Napenda sana kufundisha. Bwana asifiwe. Na najua kwamba Mungu atanipeleka mbali. Asante kwa hiyo nafasi. Mimi naitwa Peter Kazungu. Mungu awabariki sana. So Western utaenda ama umekubali uende Western? Umekubali? Peter atakuja kule, tutakuwa na mkutano wa vijana kuanzia karibuni pale kwa kuendelea. Kwa hivyo be assured ya kwamba utafika na utaweza kurejea. Utakaa vizuri. Ili ukaweza kuletea pia vijana ambao watakuwa wamesalia habari ambayo iko kule sehemu ya Western. Sitaki kuwachosha na mengi. Nimesema jina langu naitwa Laura Mbango, nikiwa mke wa Askofu Daniel James Mbango. Nikaweza kubarikiwa. Amen. Siende kukaa, nani amekwambia? Sasa hii tabia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nami pia nachukua fursa hii kushukuru Bwana kwa sababu ya kutupa nafasi, umetuwezesha tumefika huku. Mtaniwia radhi, Kiswahili changu si kizuri sana, lakini ila haliwezi kuzuia injili ya Kristo kufikia. Hata Musa alikuwa hajui kuongea, lakini bado ujumbe ulifika. So najua kuna mambo mazuri hapa. Praise the Lord.
na mambo mazuri. Want to assure, ningependa kuhakikishia ya kwamba kuna mambo mazuri. Kwa hivyo jina langu naitwa Daniel Mbango, nimeokoka. Kristo ni Bwana, tunampenda Kristo sana. Mimi na mke wangu tunampenda Kristo sana, na pia tumetoka mbali. Tumetoka mbali. Hata wewe ambaye uko hapa unafikiria kwamba haiwezekani, inawezekana. Praise the Lord. Kwa hivyo Bwana ametuita katika huduma, na kwa sehemu nyingi tumemuona Mungu akitubeba katika huduma, na Mungu ametusaidia sehemu kubwa. Sisi ni waimbaji wa nyimbo za Injili. Tumefikisha kanda 4, ya 5 tunaanza mwaka ujao, Mungu akitujalia. Na jambo moja ambalo ningependa kusema katika uimbaji ama katika kuhubiri ni kwamba labda huenda hatujajulikana, labda mnatuona for the first time, but we've been there. Ni kwa sababu sisi sio wasanii wa gospel. Wasanii hao ndio wanajulikana, lakini sisi ni wahudumu wa Injili. Praise the Lord. Hiyo ndio tofauti. Kwa sababu dunia tunaishi, watu wanapenda usanii. Wanapenda usanii hivi. Waingize, wanajiita gospel artists, but ni usanii. But when you sing, when you preach the gospel, unakuta ya kwamba mambo yako yanachukua muda, but yanatimia tu. Kwa hivyo tumetoa nyimbo nyingi na zote ni nzuri. Kwa hivyo ukienda kwa mtandao, YouTube, tutafute haswa vijana, utatupata pale. Utafuta Bishop DJ Mbango. D stands for Daniel, J stands for James. Sio hiyo DJ ingine naweza kuwa nafikiria. Kwa hiyo tafuta on YouTube Bishop DJ Mbango, utatupata pale, na najua kwamba God will bless your life. Praise the Lord. Amen. Mambo matamu hapa jamii. So kwa sasa ningependa tuimbe wimbo mmoja tu kwa sababu ya wakati, na huu wimbo ni wimbo wa maombi, ambapo nasema kwamba tunatamani Bwana akaweza kutengeneza agano, covenant. Bwana akaweza kutengeneza agano jinsi vile katika Biblia Mungu ameshatengeneza tu maagano na watu wengi. So pia ni ombi letu kwamba Mungu akaweze kutengeneza agano. Amen. Agano
nishike sheria zako Bwana Mungu, hukumu zako nikazitende. Ombi langu kwako Bwana, natamani agano nawe. Ombi langu kwako Bwana, uzao wangu utumikie. Mimi na nyumba yangu Bwana, nachagua tukutumikie. Unitumikie, jinsi upendavyo.